Tuko tayari kusikia na mioyo yetu ina njaa na kiu, na uliahidi kwamba wote wenye njaa na kiu ya haki utatujaza. Basi kwa nguvu ya neno na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunaomba utujaze na vikombe vyetu vikapate kufurika. Tufurike ujazo wa maarifa ya elimu ya ufalme wa mbinguni itakayotuongezea kanuni za kiroho za kutuwezesha kuishi maisha ushindi duniani. Lakini pia utujaze na uweza na nguvu na upako wa kuomba tunapoelekea mwisho wa mwezi huu wa kwanza ambao ni mwezi mlango wa mwaka. Tutie nguvu Bwana. Roho yako atuatamie kama alivyomwatamia Mariam, ili kuweza kuumba yale uliyoyakusudia katika ulimwengu wa roho yaweze kutendeka katika ulimwengu wa mwili, kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu, ajira zetu, shughuli zetu, biashara zetu na kwenye huduma zetu. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwema. Yesu alisema ukija wewe utatufundisha. Tuajikabidhi sasa katika nguvu ya uongozi wako na katika hekima yako, funuo wako na katika ujuzi wako. Fungua Bwana masikio yetu ya ndani tuweze kusikia, na macho yetu ya ndani tuweze kuona siri na ajabu za neno, na mioyo yetu tuweze kuamini, kupokea na kubadilika. Kwa utukufu wa jina lako tunaomba, na wote tuseme amen. Amen. Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Hapa kuna mambo kadhaa, lakini kwa muda nilionao nitagusia manne tu kwenye wajibu wetu kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka. Wajibu wetu kimaombi. Ukiwa na funguo za ufalme, mbegu utakayopanda au ambayo umekuwa ukiipanda kwenye mwezi mzima huu kimaombi na kwa dhabihu zako, basi ni kwa ajili ya mavuno ya mwaka huu. Si kwamba ukilikosa lango la mwezi wa kwanza au dirisha la mwezi wa kwanza hautafanikiwa kabisa. Bado una fursa za kukaba yale madirisha madogo madogo. Kwa mfano, kila siku ya kwanza ya mwezi ni mlango, kila siku ya kwanza ya juma ni mlango. Kwa hiyo unaweza ukalipizia kule tunakoelekea, lakini utofauti ni kwamba gharama ya baadaye inakuwa kubwa kuliko ya sasa. Unapolimisi lile dirisha la majira, basi inakulazimu kugharimika zaidi mbele ili uweze kuvuna kile ulichotakiwa kuvuna. Basi kwenye mwezi huu wa kwanza, baada ya kujifunza madirisha mbalimbali, na jana tulimaliza kuangalia wajibu wetu kwenye malango ya kiroho, pata nafasi ya kurudia na kurudia na kurudia. Pia tumeandaa flash kwa ajili ya kusikiliza. Kwa hiyo nitaomba umwone kaka Joshua pale nyuma, endapo ungependa tukununulia au tukutengenezee. Kesho tutakuwa tunamaliza kwa hapa darasani, si ndio jamani? Sawa. Kwa hiyo wale ambao mngependa kupata flash ni shilingi 15,000 tu, na mle ndani tupeka pia masomo ya ziada, somo hili pamoja na masomo yanayoendana na somo hili. Kwa mfano, somo la kusikia sauti ya Mungu. Huwezi ukatembea kwenye malango ya kiroho na madirisha ya kiroho vizuri ukiwa una struggle kusikia au hujui hivi wanaoongozwa wanasikilizaga nini. Pamoja na somo la sadaka, pamoja na somo la vita vya kiroho, kwa sababu tunajua katika malango ya kiroho kuna upinzani. Sawa. Kutoka sura ya 12 utaona upekee wa mwezi wa kwanza. Ule mstari wa kwanza na kuendelea ni habari iko karibu katika sura nzima. Bwana akamwambia Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia hivi: mwezi huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu. Mstari wa 3, semeni na mkutano wote wa Israeli. Biblia ya Kiingereza cha zamani imesema tangaza katika malango yote. Pita mtaa kwa mtaa,
katika malango ya Israeli na katika mitaa ya mahema yao wanaita matuo. Tangaza, tangaza, tangaza. Hapa ametumia neno semeni, lakini nataka ushike msamiati tangaza. Amen. Tangaza na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu wa kwanza kila mtu atatoa mwanakondoo. Tuseme wote mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba moja ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake watwae mwanakondoo mmoja. Maana yake zile familia zitachanga kwa kadri ya hesabu ya wale watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mstari wa 5, mwanakondoo atakuwa hana ila, maana yake hana chongo, maana yake hana kovu, maana yake hana ulemavu, hana kidonda. Atakuwa hana ila, awe wa kiume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Mstari wa 6, nanyi mtamweka hata siku ya 14. Kwa hiyo utakatifu wa ile damu ulikuwa unategemea kama mlimtenga siku ya 10 na kama mlimchinja siku ya 14. Tuseme wote maelekezo. Hilo ni jambo jingine la kutafuta kwenye mwezi wa kwanza, maelekezo. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Asichinjwe mchana, asichinjwe usiku, atachinjwa jioni. Sema tena maelekezo. Mstari wa 7, na watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule, imeokwa motoni, manake msimtokose. Tuseme wote nyama choma. Maelekezo. Pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Mstari wa 9, msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani, wala msisaze. Ndio maana alisema kama familia yenu ni ndogo, basi familia 2 zichinje kondoo mmoja. Hatakiwi kusazwa, asibaki, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. 11, tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka haraka. Ni faster, sio kwa kuremba. Ni Pasaka ya Bwana. Sema wote maelekezo. Mstari wa 12, maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu ya Misri. Mimi ndimi Bwana. 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu, lisiwapate pigo lolote likaharibu nitakapoingia katika nchi ya Misri. Very interesting. Unaweza ukaendelea kumalizia ile sura. Mpaka hapo kuna mambo 4. Jambo la kwanza, kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka au kwenye siku ya kwanza ya juma, ili kukamata lile juma lote, mwezi wa kwanza wa mwaka ili kukamata ule mwaka wote. Huo ndio upekee uliopo kwenye the first unit of the cycle, kwenye kile cha kwanza kwenye mzunguko. Kile cha kwanza kina upekee wake,
hakifanani na kingine chochote kwenye mzunguko. Kwa hiyo yanayopatikana kwenye rutuba ya mwezi wa kwanza hautayapata mwezi mwingine wowote wa mwaka, inapatikana tu kwenye mwezi wa kwanza. Mwezi wa kijamii unaitwa Januari kwa kalenda ya wa Gregori, hii ya Waroma. Mimi nimezaliwa mwezi wa 9. Kwa hiyo kwa mimi sasa kwenye mzunguko wa maisha yangu, mimi kimaisha, mwezi wa 9 mimi ni mwezi wangu wa kwanza. Kwa hiyo haya mambo nitakayo kufundisha hapa natakiwa niyapachike mwezi Septemba, niyafanye mimi kwenye cycle ya maisha yangu. Mke wangu ni mwezi wa 7. Kama ulianza kazi mwezi wa 3 ukapata kazi, barua ikaja mwezi wa 3 na tarehe ya mwezi wa 3, basi kwenye swala la ajira na taaluma yako, basi ule mwezi wa 3 ndio mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya kiajira. Haya mambo utakayokutajia sasa hivi utayafanya mwezi wa 3. Mlifunga ndoa mwezi wa 6, mwezi wa 6 ndio mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya ndoa yenu. Ulifungua mlango wa biashara yako kwa mara ya kwanza mwezi wa 8, basi mwezi wa 8 ndio mwezi wa kwanza wa kalenda ya biashara yako. Wafanyakazi wote wa serikali, wote wafanyakazi wote wa umma na wale ambao sio wafanyakazi wa umma lakini mnafanyaga kazi na serikali, mnafanya biashara na serikali, mnafanya tenda na serikali, wote mnajua mwezi wa kwanza wa kiserikali ni mwezi wa 7, sio mwezi Januari. Kwa hiyo mambo haya utayapachika pale mwezi Julai, uyafanye wewe ambaye uko kwenye kalenda ya ajira serikalini. Lakini sema asante Yesu. Ulikuwa unajua hayo yote, si miezi huwa inakupita. Sasa kama unafanya kazi serikalini, kama una biashara, kama uliolewa mwezi fulani, ulizaliwa pia mwezi fulani, basi wewe una miezi ya kwanza mingi. Tunza hizo kalenda. Ni kazi ya Roho Mtakatifu atakuwa pia na kukumbusha, lakini wewe tunza hizo kalenda, ujue kibiashara mwezi wangu wa kwanza ni upi, kiajira mwezi wangu wa kwanza ni upi, kimaisha mwezi wangu wa kwanza ni upi, kindoa mwezi wangu wa kwanza ni upi. Na tunao huu mwezi wa kwanza wa watu wote wa kalenda ya dunia. Hii kalenda ya Wayahudi, hii kalenda ya Waroma, hii ya Gregory ambayo ndio inatawala dunia nzima sasa hivi, Januari ndio mwezi wa kwanza. Lakini kwa Wayahudi kwenye hii kalenda hii ya Wagregori, mwezi wa 4 wa kalenda ya Waroma ndio mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiyahudi. Ile Pasaka, tunaposherehekea Pasaka dunia nzima, tunawasindikiza Wayahudi kukumbuka siku waliotoka kwenye nyumba ya utumwa. Kwa hiyo Pasaka ikiangukia mwezi wa 3 mwishoni pale au mwezi wa 4, basi ule ndio mwezi wa kwanza kwa Wayahudi, ndio mwaka mpya wa Wayahudi Pasaka. Kwa hiyo miezi ya kwanza iko mingi kutokana na tofauti za kalenda. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa haya mambo yafuatayo uyakumbuke kuyafanya kwenye mwezi wa kwanza wa cycle husika. Jambo la kwanza, tenga mwanakondoo. Kila mwezi wa kwanza wa kalenda husika iwepo sadaka maalum kwa ajili ya jambo hilo. Kama ni kwa ajili ya ajira, ili uweze kuendelea vizuri na mwaka mpya wa ajira. Kama ni biashara, uweze kuendelea vizuri na mwaka mpya biashara. Kama ni ndoa, ili uweze kuendelea vizuri na mwaka mpya mwingine wa ndoa. Jamani, watu wanachinjana kwenye ndoa huko, watu wanachomana mkaa kwenye ndoa huko, watu wanakatana viungo huko kwenye ndoa huko. Mshukuru Mungu kwamba wewe na mwenzi wako mko malavidavi kama form 2. Mshukuru Mungu, ombea hiyo amani idumu. Kwa hiyo zingatia huo mwezi wa kwanza, tenga sadaka ya mwana kondoo. Hapa katikati niliwafundisha si tu kutafuta mwezi wa hiyo kalenda, tafuta pia na siku ya kuzaliwa kwako, siku mliofunga ndoa, siku ulioanza kazi, siku uliofungua milango ya biashara, siku ulio okoka. Kule Kilimanjaro ambako mimi nimeoa, wana utamaduni
wa kukumbuka siku ya ubatizo au ni kipaimara. Yaani inakuwa ni shughuli kubwa kabisa. Hii siku ya kuzaliwa ni kama wazee wengi wameipotezea, lakini siku aliyobatizwa, kama sio ubatizo basi ni siku aliyopata kipaimara. Tena wanafanyaga kabisa na jubilii, miaka 25 ya kipaimara. Hata kama ni mlevi kiasi gani, lakini hawezi kusahau mwaka wa 25 wa kipaimara chake. Siku aliyookoka. Kumbuka hizo siku, kwa sababu zile siku ni dirisha lililofungulia lile jambo au maisha yako duniani. Sasa kwenye tarehe ile kutakuwa na open window, kutakuwa na dirisha wazi katika ulimwengu wa roho juu yako, au juu ya ndoa yako, au juu ya ajira yako. Na utakachokifanya kwenye siku ile kita download software mpya ya kukusaidia kwenye mwaka unaofuata. Piga magoti ofisini kwa mchungaji siku hiyo na bahasha mkononi ya mwanakondoo. Mwambie, siku kama ya leo nilianza kazi, namshukuru Mungu. Siku kama ya leo nilizaliwa, namshukuru Mungu. Siku kama ya leo tulifunga ndoa. Fuatilia hayo madirisha. Wewe ni muombaji, umefundishwa, umefundishika, huwezi kuishi kama zamani. Sasa hivi kiwango chako cha maarifa kimeongezeka, na lifestyle yako inatakiwa igrow, ikue kama mtu mwenye maarifa sasa ya kiroho. Utaona mabadiliko, utaona ushindi zaidi. Atukuzwe Yesu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, tenga sadaka kwa ajili ya siku hiyo au kwa ajili ya mwezi huo. Iombee ile sadaka wiki nzima. Labda tamka unayotamani, peleka haja za moyo wako, vunja usichokitamani. Useme, sitavuka mwezi huu au sitavuka tarehe hii tena kwenda kwenye mwaka mpya wa kalenda hii na yale makolokolo niliyokutana nayo kwenye mzunguko uliopita. Unakataa. Ukifunga wewe, mbingu inafunga. Ukifungua wewe, mbingu inafungua. Jambo la pili ambalo Mungu aliwaagiza wafanye ni matumizi ya ile damu. Matumizi ya ile damu. Sasa hapo ningeweza kuongea vitu vingi sana, lakini tambua tu kwenye malango ya kiroho, tangu Adamu ameanguka kwenye bustani ya Eden, shetani ndio akawa mungu wa dunia hii. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Shetani akawa mfalme. Shetani akawa mfalme wa uwezo wa anga. Waefeso 2:2. Shetani akawa mkuu wa ulimwengu huu. Yohana 16:11. Narudia. Tangu dhambi imeingia, Adamu akapoteza ufalme wa dunia. Shetani ndio akawa mfalme wa anga, mfalme wa dunia. Waefeso 2:2. Shetani akawa mungu wa dunia. Wakorintho wa pili 4:4. Shetani akawa mkuu wa ulimwengu huu. Yohana 16:11. Shetani akawa controller. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 19. The whole world is under the control of the evil one. Dunia yote iko chini ya control ya yule mwovu. Kiswahili wametumia neno dunia yote hukaa katika yule mwovu. Spendi Kiswahili chake. Kiingereza sema dunia yote iko chini ya control yake. Ukontrol huo alikuwa nao Adam. Uungu huo alikuwa nao Adam. Ufalme huo alikuwa nao Adam. Ukuu huo alikuwa nao Adam. Tukatapeliwa pale kwenye bustani ya Eden, tukasainishwa mkataba tusiojua kusoma, karata 3, tukaliwa. Ndio maana Mungu alipokuja kwenye bustani ya Eden, Adamu alijificha. Shetani hakujificha, alikuwa amepewa kihalali. Alikunja 4 tu juu ya mti akasema good evening sir. Na Mungu hakugombana na shetani kabisa. Kwanza akamtafuta waliyepeana naye, Adam, kisheria. Sasa tangu shetani amepata hivyo vyeo juu ya dunia, alisearch na kustade
milango mbalimbali ya kiroho ambayo Mungu alidesign kupitisha. Na kwenye kila mlango akajenga geti. Ndio maana kwenye Isaya 45 mstari wa 1 hadi wa 5 Mungu anasema, nitatangulia mbele yako. Ukiniagiza nitatangulia. Nitavunja milango ya chuma, nitapasua mapingo ya shaba. Nitakutolea wewe baraka zako, hazina zako zilizofichwa kwako miaka mingi. Hiyo milango ya chuma na mapingo ya shaba, shetani katoa wapi guts za kujenga? Ni kwa sababu ana haki ya kisheria tangu kwenye bustani ya Eden. Sasa unapotaka kuredeem, unapotaka kukomboa lango lako, liwe la ajira, liwe la ndoa, liwe la biashara, liwe la masomo, liwe la maisha, unapotaka kukomboa lango lako la kalenda yoyote, kuna matumizi ya damu kwenye kumnyang'anya mwenye nguvu silaha zake anazozitegemea kukaa kwenye lango lako. Kwa lazima ujue kutumia damu kufanya utakaso. Jana tulijifunza takasa malango. Nehemia alitakasa watu, alitakasa ukuta, akatakasa na malango. Havijaandikwa tu bila sababu za msingi. Kila kitu kwenye maandiko kina maana. Kutakasa malango maana yake kumnyang'anya adui uhalali. Kwa jana nilikwambia kuna kuvunja malango, si ndio? Kwanza tulisema kuna kuomba ulione lango, kuna kulitafuta ulione lango, kuna kugonga hodi ufunguliwe. Wasipofungua kuna kufungua mwenyewe. Visipofunguka vunja. Visipovunjika rudisha majeshi nyuma, takasa. Huwezi kutumia jina la Yesu, damu ya Yesu, neno la Yesu, roho ya Yesu usipate matokeo. Ukiona unatumia vyote hivyo hupati matokeo, basi ujue kuna legal right, kuna haki ya kisheria adui anayo pale. La sivyo jina la Yesu lina nguvu, damu ya Yesu ina nguvu. Kikawaida ilitakiwa kufungua ule mlango, lakini unapovunja malango hayavunjiki. Usipoteze nguvu, usimalize sauti, rudisha majeshi nyuma, tafuta damu ya mwana kondoo. Apply the blood. Tumia damu kwenye malango ya muda, malango ya eneo, malango watu, malango kipawa. Tumia damu ya mwana kondoo ili sasa kumnyang'anya mwenye nguvu silaha zake anazozitegemea. Na silaha ambayo mauti anaitegemea inaitwa dhambi. Tulisoma jana Warumi 5:12, dhambi ilipoingia mauti ikaingia. Kwa hiyo usipambane sana na mauti wakati unajua mauti ni mgeni, mwenyeji wake anaitwa dhambi. Apply the blood. Kwa hiyo unaweza ukaona mapigo yote 10, mapigo yote 9 kule Misri, hakuna pigo lilifanikiwa kuvunja malango ya nyumba ya utumwa wakatoka, isipokuwa pigo la mwisho. Na upekee wa pigo la mwisho ndio pigo pekee liliambatanishwa na sadaka, na ndio pigo pekee lilihusisha damu. Kwa hapo kuna nguvu ya sadaka na kuna nguvu ya damu ya Yesu kwenye kufungua mlango wowote. Sasa huu mwezi wa kwanza tunakuwa na sadaka ya mwana kondoo ya mwezi wa kwanza, na tuna apply damu ya mwana kondoo kwenye malango ya mwezi huu kwa ajili ya utabiri wa kila mlango mwaka huu wa kalenda yoyote. Apply the blood. Efeso 1:7, tunao ukombozi kwa damu ya Yesu, yani msamaha wa dhambi. Efeso 1:7 na ile Ufunuo 12:11, wakamshinda yule joka kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Jambo la tatu ambalo ni muhimu kabisa kwenye lango ufanye, lango muda, lango eneo, lango mtu. Jambo la tatu ni maombi. Utaiona kwenye story hii wima, lile neno wima, na ule wima wenyewe ulikuwa kwenye mkesha, ilikuwa usiku. Hiyo prophetically ni maisha ya kimaombi, ni prayer event. Kusimama wima au kukesha ni prayer event, ni tukio la kimaombi. Kwa hiyo anaposema mtamla wima, tena mkesha, ni usiku, hamna kulala, hamna kukaa. Kama kuna mzee katikati yenu,
mtamtegemeza kushoto na kulia, atakula amesimama mpaka mauti ipite. Pakikucha asubuhi, msafara unaanza kuelekea getini. Mungu amevunja malango ya nyumba ya utumwa. Sasa ule uwima ule ni mkesha, ni maombi kwa lugha rahisi. Andika Wakolosai sura ya 4 mstari wa 2. Kwa hiyo ndio maana tuna maombi, na makanisa mengi wana maombi mwezi wa kwanza. Sio fashion. Sio fashion kwamba hawa wana siku 21 za maombi, hawa wana siku 14 za maombi, hawa wana siku 30 za maombi, hawa wana siku 7 za maombi. Sio fashion. Ni ufunuo huu. Amen. Haya, kuna upekee kwenye mwezi wa kwanza. Wakolosai 4:2, dumuni sana katika kuomba. Msamiati unaofuata unasema mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Tuseme wote, tukikesha. Waefeso 6:18. Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali katika roho, mkikesha kwa jambo hilo, mkidumu katika kuombea na watakatifu wote. Kwa unaona hilo neno limejirudia tena pale. Kwa hiyo huu ni mwezi wa maombi. Unaposogelea dirisha la wakati wa kujiliwa kwako, Mungu anakutarajia uwe zamu kimaombi. Punguza kula, punguza kulala. Invest in prayer. Haupotezi. Na jambo la 4 na la mwisho, ukimaliza maombi ya kuongea na Mungu, pointi ya 3. Pointi ya 4 ni kutangaza. Decree and declare. Tangaza. Tangaza. Amuru. Mungu anakusubiri utangaze kwamba mwaka huu ni mwaka wa kujenga, mwaka huu ni mwaka wa kurudi shule, mwaka huu ni mwaka wa kupata mtoto mwingine, mwaka huu ni mwaka wa kuanza biashara, mwaka huu ni mwaka wa kufuta deni, mwaka huu ni mwaka wa kupona ugonjwa, mwaka huu ni mwaka wa huyu ndugu kuokoka. Mungu anakusubiri wewe utangaze. Ndio maana alimwambia Musa, pita katika matuo, mtaa kwa mtaa, proclaim. Tangaza. Usiku wa leo ni usiku wa kutoka. Kila mtu alisikia. Asitoke mtu ndani ya nyumba, funga malango. Na yale maagizo yote yakawa yametolewa. Lakini ile jioni alipita kuwakumbusha, usiku wa leo ni usiku wa kutoka. Andika Isaya 46. Isaya 46 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Isaya 46 9 hadi 11 anasema, mimi ni Mungu wala hakuna mwingine, mimi ni Mungu wala hakuna kama mimi, nitangazae mambo ya Septemba, mambo ya Julai, mambo ya April, na yatangaza mwanzoni. Kama Mungu baba yako anategeshaga kutangaza na yeye mwanzoni, ili hiyo mbegu ipandwe kwa ajili ya mavuno katikati ya mwaka, wewe huwezi kwenda tofauti na yeye ukafanikiwa. Lazima liwepo neno mwanzoni kwa ajili ya utekelezaji baadaye. Biblia inasema namna hii. Andika, mfano kufufuka kwa Yesu. Mfano kufufuka kwa Yesu. Huu ni mfano. Huu ni mfano tu. Mathayo sura ya 20 mstari wa 18-19. Mathayo sura ya 20 mstari wa 18-19. Angalieni, tunapanda kwenda Jerusalem, na mwana wa Adamu atatiwa katika mikono ya wakuu wa makuhani na waandishi, na watamhukumu afe. 19. Kisha watampeleka kwa mataifa, yani wa Roma, wapate kumdhihaki, kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya 3 atafufuka. Huu ni tayari, hii ni mbegu Yesu kaipanda kabla hata ya juma la Pasaka. Alipoingia Yerusalemu amepanda punda, ilikuwa baada ya hapa.
Kwa hiyo bado walipokuwa Galilaya, walipokuwa Nazareti kule, alitoa tangazo, aliprophesy, alitanguliza neno kabla ya utekelezaji mapema. Sasa twende kwenye Warumi. Wote mnajua ikawa kama alivyotabiri. Warumi 8 sasa mstari wa 9 inasema hivi mpaka mstari wa 11. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Mtu awe hata asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mstari wa 10. Na Kristo akiwa ndani yenu, miili yenu imekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho zenu zi hai kwa sababu ya haki. Mstari wa 11 azungushia duara. Sema baada ya mimi. Lakini ikiwa Roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Yesu katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa kumtumia Roho wake aliye ndani yenu. Hivyo vingine vyote tuviache, tutaviongea siku nyingine. Hebu tuongee hiki. Roho aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu. Hivi mnajua hata Yesu alifufuliwa, hakufufuka, alifufuliwa. Na Roho aliyemfufua alitumia mtaji wa neno ambalo Yesu aliliacha kabla hajafa. Huo ndio utendaji kazi wa kiungu duniani. Neno linatangulia kama mbegu, neno linatangulia kama mtaji. Kwa hiyo Yesu kabla ya kwenda kaburini, kabla ya kwenda msalabani, aliacha neno kwa ajili ya Roho Mtakatifu kulivuvia. Sasa neno ni herufi, zikivuviwa na Roho zinakuwa hai na zinaweza kuleta matokeo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikosa mtaji wa neno atakusaidiaje? Mwanzo sura ya kwanza mfano wa pili. Mwanzo sura ya kwanza, huu ni mfano wa pili. Mwanzo sura ya kwanza, uumbaji wa dunia. Uumbaji wa dunia. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Biblia inasema hivi: hapo mwanzo dunia ilikuwa giza, dunia ilikuwa tupu, dunia ilikuwa haina umbo. Kiswahili cha Union Version cha Biblia iliyotoka hivi wameongezea neno ilikuwa haina umbo. Biblia ya zamani ya Kiswahili hilo neno haina umbo halikuwepo, lakini kwa Kiingereza lilikuwepo, formless. Kwa hiyo wamerekebisha hapo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Dunia ilikuwa giza, dunia ilikuwa tupu, dunia ilikuwa haina umbo, formless. Halafu maji yalikuwa yamefunika dunia. Halafu Roho wa Mungu alikuwepo juu ya maji, lakini giza likuondoka japo Roho wa Mungu yupo. Utupu ukuondoka japo Roho wa Mungu yupo. Wala dunia haikupata umbo zuri ingawa Roho wa Mungu yupo. Kwa nini? Kwa sababu neno halijaja. Kwa hiyo utendaji kazi wa Mungu kwa Roho wake anahitaji neno. Amen. Mungu aliposema, Mungu akasema, basi Roho Mtakatifu kujumlisha neno au herufi, ndio tunapata nguvu ya uhai ya uumbaji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa kukufufulia aliyekufa, au biashara iliyokufa, au ndoa iliyokufa, au ajira iliyo katika hali ya kufa, hawezi kukuletea matokeo mazuri kama hautampa mtaji wa neno. You have to proclaim. Lazima utangaze, lazima useme. Sasa kitakacho kutoka mdomoni, hizo herufi kujumlisha Roho atakayevuvia, ndio unapata neno. Andika herufi kujumlisha Roho sawa sawa neno. Na leo nakusanya madaftari. Herufi kujumlisha Roho sawa sawa neno. Na pale kwenye herufi andika Wakorintho wa pili 3:6. Pale chini ya neno herufi andika Wakorintho wa pili 3:6. Inasema andiko peke yake linaua. Maana yake halina maisha mle ndani. Sio kwamba andiko ni sumu, lakini halina chakula. Kwa hiyo ukila andiko peke yake bila Roho hautapata uhai, utaishia kufa, kwa sababu sio chakula, ni herufi. Ni kama anayekula karatasi au ni kama anayekunywa maji tu. Kuna siku eventually atakufa.
Ndani ya maji hamna protein, ndani ya maji hamna vitamini, ndani ya maji hamna mafuta, ndani ya maji hamna wanga. Kwa hiyo eventually utakuja kufa, si kwa sababu maji ni sumu, lakini ni kwa sababu maji hayana chakula, hayana nutrients, virutubisho. Kwa hiyo andiko sio sumu. Biblia ikisema andiko linaua, Wakorintho wa pili 3:6. Haya, chini ya neno roho andika Yohana 6:63. Yohana 6:63 inasema maneno yangu ni roho, maneno yangu ni uzima. Roho anahuisha. Kwa hiyo chini ya roho ndio tunapata life, tunapata uzima, maisha. Kwa hiyo andiko ambao ni herufi kujumlisha roho ambayo ndio life, breath, it is equal, ni sawasawa na neno. Sasa pale chini ya neno andika Ebrania 4:12. Ebrania 4:12 inasema neno la Mungu li hai, neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Kwa hiyo ule uhai wa neno Ebrania 4:12 umetokana na life giving spirit, roho mtoa uzima, lakini mtaji ni andiko au herufi. Sasa mwezi Januari ukipita bila wewe kupanda mbegu ya tamko, proclamation, utabiri kwamba mwaka huu unatamani ni Mungu ameweka ndani ya moyo wako kurudi shule, au Mungu ameweka ndani ya moyo wako kupata mtoto, au Mungu ameweka ndani ya moyo wako kuanzisha biashara, hicho ulichokipokea lazima ukitabiri, ukiprofesy. Unaona hapo sasa kuna vitu hapo hatujajifunza hapo, vya unapataje hivyo vitu vya kutabiri. Sasa wale mnaotumia YouTube, utaingia kwenye akaunti yangu, mwezi wa 12 nimeweka vipindi 21 vya namna ya kumaliza mwaka. Kuna point 7 pale utazitumia kwenye namna ya kuanza mwaka, utapata hivyo vitu. Nimemaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Tumegonga vitu vingapi hapo? Cha kwanza, tenga sadaka. Cha pili, tumia damu. Cha tatu, atamia kimaombi huu mwezi au hiyo juma au hiyo siku. Ukimaliza kuatamia, hayo ni maombi ya kikuhani, unaingia kwenye maombi ya kifalme, maombi ya kutangaza. Maombi ya kutangaza. Kwa hiyo point ya 3 ni maombi ya kikuhani, you talk to God, unaongea na Mungu. Lakini point ya 4, huongei na Mungu, unaongea na mlima. Marko 11:23 hadi 24. Unaongea na mlima. Marko 11:23 hadi 24. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, tuseme wote yeyote. Mwambie jirani hata wewe. Sio lazima uwe pastor, sio lazima uwe mtume, sio lazima uwe nabii. Yesu amesema anyone, whoever, yeyote. Jigonge kifua, seme hata mimi. Uwezo wa kuongea na mlima ni yeyote aaminie. Kwa hiyo hapo hatuongei na Mungu, tushamaliza kuongea na Mungu kwenye pointi ya 3. Kwenye pointi ya 4 sasa, speak to the nations. Speak to your business. Tuma neno kwenye biashara yako, tuma neno kwenye ajira yako, tuma neno kwenye ndoa yako. Vile unavyodhani havina masikio, vina masikio sana. Biblia inasema Yesu akauambia ule mti, tangu leo mtu asile matunda kwako. Hicho Kiswahili cha kisasa, soma Kiswahili cha zamani. Biblia inasema akajibu. Unajibuje kama hujasemeshwa? Ina maana mti ulimsemesha Yesu, na si ajabu ulimsemesha bila nidhamu, kwamba mwalimu, unakuja kutafuta mtini kwenye mtini wakati si wakati wa tini. Wewe si ndio umeumba mbingu na nchi na majira na nyakati? Sasa huu sio wakati wa machungwa, unakuja kutafuta machungwa. Mzee umechoka. Yesu akasema, yani unaniongelesha hivyo kabisa, mimi niliyekuumba? Kufa basi. Ndio maana ya neno akajibu, tangu leo mtu asile matunda kwako. Lazima kuna message basi ilitoka kwa mti. Labda mti ulimsonya mwalimu, I'm not sure. Kwa hiyo ukirudi nyumbani watoto wamelala, rudi sebleni.
weka CD ya kuabudu, ondoa stuli zote pale. Ni saa ya kutuma neno. Mwezi wa 3 tuma neno, mwezi wa 7 tuma neno, mwezi wa 11 tangaza mambo ya mwisho tokea mwanzoni. Hiyo rutuba haipatikani mwezi mwingine wowote. Ayubu 38:12-13, umeiambia asubuhi yako siku ilipoanza, umeiambia, umeyajulisha mapambazuko mahali pake pa kusimama, ili waovu wapigwe, ili ipate kushika miisho. Miisho inakamatwa hapa mwanzoni. Luka 4:18-19, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kutangaza, you should tangaza kwamba mwaka huu unarudi shule, mwaka huu unanunua gari, mwaka huu huyu mtoto anaokoka, mwaka huu sivuki na huu ugonjwa, mwaka huu ni mwaka wa kufutwa ili deni, nafuta ili deni mwaka huu namaliza shule, sitakeri, mwaka huu na graduate, navaa gauni, katika jina. Yutangaza Januari. Haleluya, haleluya. Chapa makofi anayostahili Mwokozi. Tenda muujiza, usiache Vamos